Mtazamaji, shukran sana kujiunga nasi na kutakia Christmas njema popote pale ulipo. Naamini siku yako imepita salama salmini. Imekuwa siku ya mafanikio kwa baadhi, watu wamejumuika, wamesherehekea, hata magerezani pia wamepata kiamsha kinywa maalum katika siku hiyo muhimu ya leo. Lakini kwingine ni majonzi, wanalala katika mazingira magumu baada ya maafa kutokea. Tupate kipaumbele kisha tuendelee, usiondoke. Mwanamume amuua mkewe kwa kipande cha nyama cha shilingi 100 huko Kakamega. Katika miaka mitano, watoto wawili wazaliwa siku ya Krismasi katika hospitali ya Meru Level 5. Sherehe za Krismasi za noga mijini na shamra kuonekana kila mahali. Wafungwa wapokea kiamsha kinywa maalum katika siku ya Krismasi. Karibu natazama toleo la jioni, nami ni Thelma Mwadzaya. Polisi mjini Bungoma wanamzuilia msichana mmoja kutoka kijiji cha Mayanja Vitunguu, eneo bunge la Kandui, kwa tuhuma za kuavya mimba na kisha kumtupa mtoto kwenye shimo la choo. Hata hivyo, mtuhumiwa Adelaide Juma mwenye umri wa miaka 22 amewaarifu polisi kuwa hakusudia kumuua mwanawe, ila mkasa huo ulikuwa ni ajali. Habari kwa msichana katika eneo hili alikuwa ameavya mimba na kisha kukitupa kijusi kwenye shimo la choo ziliuvutia umati mkubwa katika kijiji cha Mayanja Vitunguu katika eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma. Umati uliofika katika boma lake Elizabeth Juma ili kujionea kioja hicho walichokifananisha na mauaji na ukosefu wa utu. Ametoa mimba na ametupa mtoto. Ametoa mtoto karibu ya miezi 8. Na ametupa kwa choo. Leo tarehe 25 mwezi wa 12 tulikuwa tunasherehekea Christmas, na siku ya leo hatuchakula. Na huyu msichana ametendea kitendo mbaya sana yenye hatujawahi kuona kwa hii area. Mtuhumiwa Adelaide Juma aliye na umri wa miaka 22 anasemekana kurejea nyumbani hapo juzi kutoka Nairobi ambako amekuwa akifanya kazi. Hata hivyo alijitetea kwa kushikilia kuwa haelewi ni vipi mimba ilitibuka. Elizabeth Juma ambaye ndiye mama mzazi wake Adelaide alielezea mshangao wake, kwani yote yaliyofanyika hakuyafahamu. Mimi sikujua kama hapo hivyo. Hakuniambia. Hata nimeshtuka sana. Ni hali iliyowaudhi wanakijiji walioonya kuwa iwapo msichana huyo hatachukua tahadhari huenda akaishia kujuta. Mtoto ni paraga ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kujua huyo mtoto angekuwa nani mbeleni akikuwa mkubwa. Unajua uzao itakwama. Si ametupa kwa choo. Na hiyo choo kila mtu anaenda. Anaweza kuwa mkumba miaka yote hata saa tena. Baadaye polisi walimchukua mshukiwa na kumpeleka katika kituo cha polisi cha Bungoma. Shadrack Miti, QTV. Tunasalia huko magharibi ya nchi, na huku Wakenya wanapoendelea kusherehekea sikukuu ya Krismasi. Huko Kakamega, familia moja inaomboleza. Hii ni baada ya mwanamume mmoja kumuua mkewe kwa kumpiga kwa ukuni baada ya mzozo kuzuka kati yao kuhusu kipande cha nyama cha thamani ya shilingi 100. Wakenya wanaposherehekea Krismasi katika mtaa wa Muyala, kaunti ya Kakamega, kuna kilio na majonzi, kwani hawa wamempoteza jamaa yao. Yadai kwa mwanamke aliyeuawa alizozana na mumewe nje ya kibanda mnamouzwa pombe ya chang'aa. Mwanamke huyo ambaye huuza vipande vya nyama nje ya kibanda hicho alichukizwa na tendo la mumewe la kuchukua na kukila kipande kimoja cha nyama kinachogharimu shilingi 100 kisha kukataa kumlipa. Bwana huyo yadaiwa alikataa kata kununulia familia yake chakula cha Krismasi. Ndiposa kwa hasira mama akachukua kipande cha ukuni na kumpiga mumewe kichwani. Kwa kulipiza kisasi, bwana huyu alikichukua kipande hicho cha ukuni kisha akamgonga mkewe kichwani na kumuua papo hapo. Sikujua nampiga kwa sababu gani, lakini makosa kaberota, sikuwa na makosa. Sikuwa na hata yeye hakuwa na makosa. Nimempenda sana huyo Miriam. Hata nimeshangaa vinasikia amekufa. Mimi sijaamini. Mpaka vile nitaona mwili yake ndio niamini. Ingawa alijaribu kuchana mbuga,
Wakazi walimkamata na kumpeleka katika kituo cha polisi cha Kakamega. Mwili wa marehemu mpelekwa hadi hifadhi ya maiti ya hospitali ya Kakamega. Alex Kiarie, QTV. Naam, ni visa vya kusikitisha hivi ambavyo kwa kweli havitakiwi kutokea katika siku kama leo. Sasa basi tuingie kanisani. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya misa za Krismasi, viongozi wa makanisa wameaswa kuhusu kuwakumbatia wanasiasa na kuchangisha hela katika majumba ya ibada. Kiongozi wa kanisa la Kianglikana wa Bukala amesema hafla za michango ya fedha zinachangia zaidi kukithiri kwa ufisadi. Naye kiongozi wa kanisa Katoliki nchini John Kardinali Njue amewataka Wakenya kuombea amani na utangamano wa taifa. Katika ibada maalum ya Krismasi kwenye ukumbi wa All Saints Cathedral hapa Nairobi, kiongozi wa kanisa la Kianglikana nchini Eliud Wabukala alikuwa na ujumbe maalum kuhusu uadilifu pale alipokuwa kiongozi wa kwanza wa dini kuwaonya viongozi wa makanisa dhidi ya kuandaa hafla za michango ya fedha kwa kuwahusisha wanasiasa. We need to be faithful stewards in tithing and avoid involving politicians in our fundraising, as this opens the door to corruption even in the church. Ingawa Wabukala anasema michango ya fedha ni jambo lenye manufaa kwa ajili ya maendeleo, anachukizwa na namna hafla hizo zinavyoeneza ufisadi. The tradition of Harambee was started very well to gather people together, but it has gotten to be misused. Instead, it has become a source for political influence and self-promotion, while putting too much pressure on the poor who fear being humiliated. It will be a great step forward for the Anglican Church of Kenya to end the practice of Harambees, where people find space for glorification. Wakati huo, ibada ya Krismasi katika kanisa la Holy Family Basilica hapa Nairobi ilijikita zaidi katika historia ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, ambaye kwa mujibu wa Biblia alizaliwa kwenye hori ya ng'ombe. Hivyo katika sehemu ya nyuma ya kanisa hili upo mfano huu wa kuelezea mazingira alimozaliwa Yesu Kristo. Na kwa kuzingatia hayo, waumini walimiminika kanisani, huku hatua ya kwanza ilikuwa kufika kwenye mfano huu wa hori na kusujudu kabla ya kuinuka na kuelekea kwenye viti. Kile kilichoelezwa katika Biblia, wakiwemo wachungaji na mamajuzi kutoka mashariki pamoja na mfano wa mtoto kuashiria Yesu Kristo, vipo kwenye hori hii. Ishara tosha kwa huu ni ukumbusho kamili wa kuzaliwa kwake Masihi Yesu. Upendo na kuwajali watu wasiojiweza katika jamii ndio ujumbe aliokariri kiongozi wa kanisa Katoliki nchini John Kardinali Njue alipoiongoza ibada hiyo maalum. Huku amani, kando na kushikilia uadilifu katika maisha vikitiliwa mkazo. Kando na kuhimiza amani kwa taifa pamoja na heshima kwa viongozi, Kardinali Njue alitoa wito wa kukuza familia zenye udhabiti uliojikita katika upendo na njia zilizonyooka. Let us pray then also for our country, asking the Lord once again to really walk with our leaders, and so that they may guide us in a way that we are going to remain with the real love and respect of one another, irrespective of where we come from, and so that all of us, we can also be instruments of peace. Shadrack Miti, QTV. Na kwa upande mwingine, Rais Uhuru Kenyatta alijiunga na waumini wa kanisa la Holy Ghost Cathedral County ya Mombasa katika ibada maalum ya kusherehekea sikukuu ya Krismasi. Kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta, alihudhuria ibada hiyo akiambatana na familia yake. Alitaka Wakenya kuwajali wasiojiweza katika jamii. Katika ibada hiyo mapema asubuhi, ujumbe wa kujitolea kwa minajili ya wasiojiweza ulihubiriwa. Hata hivyo, Rais alichukua fursa hiyo kuwashukuru Waislamu waliokuwa wakisafiri na wenzao wa Kristo katika shambulio la basi la Mandera kwa kuwalinda wenzao dhidi ya mauaji. Rais alitoa wito kwa kila mmoja kuchukua kama mfano mwema wa kuwa na ujirani mwema basi na mipaka ya dini au kabila. Viongozi wa kanisa Katoliki kote nchini wameendelea kuwapa kongole wasafiri hao kwa kuwalinda wenzao dhidi ya mauti. The Catholic Church appreciates the heroism shown by those Muslims who were traveling in the same bus.
This confirms what the Church has always said. Terrorism has nothing to do with any religion. These are criminals who want to wage war between Muslims and Christians. We must all unite to defeat terrorism because it is an insult to humanity and an insult to rationality. Islam is a respected religion which has contributed to humanity greatly. The Church firmly believes that terrorist violence and senseless destruction of life and property is not approved by God whatsoever. We wish to commend the brave action by our Muslim brothers who risked their lives in protecting their Christian brothers in Mandera recently. The Bible says that true religion is to stand with those who are helpless, to stand with the sick, the widows, those in prison, the hungry, the naked, the orphans, and the defenseless. The Spirit of Christ was obviously present in that incident at Mandera. Naam, mtazamaji, tunakuuliza katika siku hii ya Krismasi kama alivyosema Wavukala. Je, unadhani ni sawa kwa kanisa kushirikiana na wanasiasa na kuchangisha hela katika majukwaa hayo? Ndilo swali la siku, utajibu ujumbe wako mfupi kabla kumaliza taarifa hii ya habari. Swali letu la siku katika siku hii ya Krismasi. Tukisogea mbele, kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 5, hospitali ya Meru Level 5 imepata kuwazalisha wanawake kwenye mkesha wa sikukuu ya Krismasi. Wauguzi katika wodi ya wanawake wajawazito walibubujikwa na furaha walipowapokea watoto wachanga wa kike na wa kiume. Ilikuwa mara ya kwanza kujifungua kwa mzazi aliyepata mwana wa kike. Kwa muda wa miaka 5 iliyopita, hospitali hii haijampokea mwanamke yeyote wa kujifungua katika mkesha au sikukuu yenyewe ya Krismasi, ambayo ni tarehe 25 Disemba. Mwaka huu hali imekuwa tofauti. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wauguzi katika wodi ya wanawake wajawazito hawana budi kuimba na kusherehekea na kina mama hawa wawili waliobarikiwa watoto mkesha wa sikukuu. Wakati tulikuwa tunagojea Yesu asaliwe katika makanisa zetu, bado tulibarikiwa hapa hospitalini na watoto wawili, wale walizaliwa saa 6 ya usiku, kijana na msichana. Na hospitali manake tulikuwa tunatarajia kubarikiwa, walikuwa pia wamejiandaa na wakanunua zawadi 2 wakingojea watoto wa Christmas. Catherine Kairo alibarikiwa mtoto wa kiume, huku Evelyn Kagendo akipakata baraka yake ya kifungua mimba akiwa mtoto wa kike. Wauguzi hapa waliamua kwa tunuku zawadi watoto hao ambao wamevunja rekodi ya kimya cha miaka 5 katika wadi hii. Wote nawashukuru all the nurses wa Meru General kwa kazi yenye wametufanyia. Watoto hao ni miongoni mwa wengi ambao wamezaliwa kote ulimwenguni katika msimu huu wa sherehe za Krismasi. Hospitali ya Meru Level 5 ndiyo kubwa ya umma katika kaunti ya Meru. Dana Rose, QTV. Naam, sasa tuende mitaani. Maelfu ya Wakenya walifurika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi kusherehekea na wenzao sikukuu hii ya Krismasi. Leila Mohamed alishinda katika eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Waliotembea kwa miguu kupiga doria katika kila kona ya uwanja huu, wengine wakiamua kutumia pikipiki na hata magari. Lengo lao kuu likiwa kuimarisha usalama katika eneo la miraba 4 ya bustani la Uhuru. Tofauti na siku za kawaida, uwanja huu ulijaa pomoni na kufurika. Kila unakotazama, watu walishindana na msafara wa siafu. Hawa ni baadhi tu ya Wakenya ambao walifika katika maeneo tofauti ya burudani kupunga upepo na kutangamana na familia na marafiki kusherehekea sikukuu. Wakubwa kwa wadogo, wote walikuwa hapa. Kivutio kikubwa kwa watoto kilikuwa uchoraji wa uso.
aliyekuwa akitoa huduma hii akisema kwamba hata yeye anafunganya virago ili kujumuika na familia. Lakini ni kwa nini kaamua kufika hapa leo? Leo ilibidi nitoke. Mimi ni mtu wa jua kali. Sasa siku ya leo ndio najuanga hapa hivi kuna kazi. Na lazima nije nikawatafutie kidogo ile itapatikana tuendelee na maisha. Wakenya wa matabaka mbalimbali waliamua kufika hapa angalau kujiliwaza katika sikukuu. Kwa nini haujaenda nyumbani kusherehekea na wenzako? Nilitamani kuenda lakini fare ilikuwa juu. Kama saizi tulikuwa tunaambiwa 2500. Nikapiga hayo mahesabu kwenda tena kurudi ni hiyo bei bado. Nikaamua tu kutumia wenye wako nyumbani kitu yenye nilikuwa nacho na mimi mwenyewe nikabaki huku na watoto. Hapo wa inabamba, napendanga tu kukuja huku juu ya mchezo ya watoto. Vitu mingi, tunapanda farasi, tunaona mchezo mingi. Kwa wapenzi hawa wawili, furaha ya kuwa pamoja katika sikukuu hii ilikuwa bayana, wakiamua kuja hapa nao pia watangamana na Wakenya wenzao katika shamra za sikukuu. Tumesema tukuje hapa Uhuru Park, tujienjoy na Wakenya wenzetu pia. Tukiwa tunasema Christmas ya mwaka huu imefana kabisa, sio kama Christmas zingine zote. Yaani hii siku ya leo imenoga kabisa. Na saa hiyo pesa ninagharamia ni pesa mob sana. Saa tukuweza, saa tukaona yenye tutatumia hapa compared to that yenye tutaenda ushago. At least hii yenye tutasherehekea huku Uhuru Park na tumefurahia sana. Watoto hasa walikuwa na mengi ya kufanya. Sio kubembea, kupanda vidao, kuchorwa uso, kubebwa na ngamia au farasi na mengine mengi ya kufurahia. Kwa wafanyabiashara, msimu huu umewafaa, wengi wakitarajiwa kuvuna mengi katika siku hizi mbili za mapumziko. Kwa maelfu ya Wakenya ambao hangeweza kufunga safari kuelekea mashinani kote katika taifa la Kenya kuweza kujumuika na jamaa na marafiki kusherehekea sikukuu hii muhimu kote duniani, wengi walichagua bustani la Uhuru angalau kuweza kushirikiana, kucheza pamoja, kupiga moyo wao pasi, wajihisi kana kwamba wamesherehekea sikukuu hii ya Krismasi. Leila Mohamed, QTV, katika bustani ya Uhuru, Nairobi. Na tuangalie mambo yalivyokuwa nje ya mipaka ya nchi. Nchini Bangladesh, Wakristo walisherehekea sikukuu ya Krismasi huku majirani wao wa Kiislamu wakiadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad, rehma na amani zimfikie, huu ukiwa ni msimu wa Maulidi. Wakristo katika Mashariki ya Kati nao pia walisherehekea sikukuu ya Krismasi. Na huko Vatikana, kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni ameukashifu uasi na uhalifu wa kupindukia. Kwa kile kilichoonekana kuwa tukio la aina yake ulimwenguni, Wakristo na Waislamu nchini Bangladesh waliadhimisha sikukuu ya Krismasi na siku ya kuzaliwa ya Nabii Muhammad katika mji mkuu wa Dhaka. Waumini wa Kikristo walifika kanisani kwa misa ya Krismasi. Idadi ya Wakristo nchini humo ni ndogo mno ikilinganishwa na idadi kubwa ya waumini wa Kiislamu. Huku haya yakijiri, upande mwingine wa mji huo mkuu, Waislamu walijumuika barabarani kuadhimisha siku ya kuzaliwa ya Mtume Muhammad. Kulingana na waumini hao waliokuwa wakiadhimisha siku hiyo, Muhammad aliwasili ulimwenguni siku kama hii na imani ya Kiislamu na ujumbe wa dini yenye amani. Kwa Vatican, Baba Mtakatifu Francis aliwaongoza Wakatoliki katika misa ya sikukuu ya Krismasi. Wengi wa waumini, wenyeji na watalii walihudhuria misa hiyo, que disperde le tenebre, huku usalama ukimarishwa nje ya kanisa na katikati ya jiji hilo. Nothing more than what they did because I think there are some policemen everywhere here, so the security is quite impressive, I think. So I feel very secure now in Rome. Na jijini Nazareti, sherehe za Krismasi ziliadhimishwa kwa nyimbo na mbwembwe za aina yake katikati mwa mji huo. Pamoja na waliofika kuadhimisha sherehe hizo ni wenyeji pamoja na watalii kutoka mataifa mengine. Walimba na kucheza barabarani. Kwingineko, mamia ya mahujaji na viongozi wa Palestina walihudhuria misa katika kanisa la Nativity kwa misa ya mkesha mjini Bethlehem. Pamoja nao walifika rais na waziri mkuu wa Palestina Mahmoud Abbas na Rami Hamdallah mtawalia. Huku wito mkuu uliotolewa na mwendeshaji misa ukiwa amani.
Waumini hao walichukua fursa hii kwa kumbuka waliouawa kutokana na vita vinavyoendelea kutikisa Palestina. Vilevile Wakristo nchini Iraq walisherehekea misa ya mkesha wa Krismasi kwenye mji mkuu Baghdad katika kanisa Katoliki ya Sacred Heart. Walionyesha matumaini ya amani nchini humo katika mwaka 2016. Na baada ya misa wakafanya maombi maalum ya kuikabidhi nchi hiyo kwa Maulana. Kadhalika waliomba dua ya kuwakumbuka Wakristo waliouawa na kundi la ISIS walipouteka mji wa Mosul, huku wakiomba kupata fursa ya waliofurushwa makwao kurejea nyumbani mwaka ujao. Awali, idadi ya Wakristo nchini Iraq ilikadiriwa kuwa milioni 1.5, lakini kwa sasa inaaminika idadi hiyo imepungua kutokana na mashambulizi ya kigaidi yanayowalenga Wakristo. Eunice Omolo, QTV. Na mtazamaji, ndivyo mambo yalivyokuwa pia nje ya bara la Afrika na ulimwenguni kwa jumla ikiwemo Vatikana. Lakini swali la leo tunakuuliza, je, unaamini kwamba ni sawa kwa watu kuchangisha fedha makanisani na kuwakumbatia wanasiasa katika shughuli hiyo? Ndilo swali la siku. Tupe maoni yako, ujumbe wako mfupi, tutausoma kabla ya kukamilisha taarifa hii ya habari. Lakini kwanza kopo la maji, kisha turejee na taarifa zaidi za Krismasi.
Karibu tena ngia pili ya toleo letu la jioni. Polisi wanaendelea na msako wa wanamgambo waliomuua afisa mmoja wa polisi wa utawala baada ya gari lao kukanyaga kifaa kilicholipuka kinachoaminika kuzikwa na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab. Shambulio hilo limetokea katika eneo la barabara ya kutokea Hindi kuelekea Bodhei katika kaunti ya Lamu. Maafisa hao walikuwa wanaelekea Bodhei iliyo katika eneo la mpaka wa kaunti za Lamu na Garissa pale shambulio lilipotokea asubuhi. Msimamizi wa operesheni Linda Boni James Serian alithibitisha kisa hicho na kuweka bayana kwamba hakuna aliyejeruhiwa. Wakati huo kuna taarifa ambazo zinaeleza kwamba gari lililoshambuliwa lilichomwa hadi kuwa majivu kabla ya washukiwa wa kundi la Al-Shabaab kutorokea ndani ya msitu wa Boni. Kisa hiki kinatokea wiki mbili baada ya shambulio la lori katika eneo la Milihoi ambapo watu wawili waliuawa. Watu takriban 20 wanasemekana kushiriki katika shambulio hilo. Mnamo Julai 13 mwaka huu, wanawake 4 na mtoto mmoja waliuawa wakati gari la polisi lililokuwa likisafiri kupitia kivuko cha Omolo lilipolipuliwa kilomita 10 kutoka kambi ya kijeshi ya Bargoni. Kilipukaji hicho kinadaiwa kuzikwa ardhini na wanachama wa kundi hilo la Al-Shabaab. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet amekuwa akitoa tahadhari kwamba Wakenya kuhusiana na tishio la shambulio la ugaidi, akiwataka wawe macho zaidi katika msimu huu wa sherehe. Naam, tukiingia na kurejea tena kwenye mambo ya sherehe na Krismasi, jamii ya Waluhya inaaminika kumwenzi kuku kama kitoweo kwa muda mrefu. Kile ambacho wengi wakifahamu ni kwamba kabla ya kumfanya kuku kwa kitoweo, yeye hukamatwa kwa njia maalum. Baadhi ya vipande vya nyama pia vimesaaziwa baadhi ya wenyeji wa nyumba. Kuku ni ndege ambaye kwa miaka na mikaka amekuwa kitoweo kwa jamii nyingi. Jamii ya Waluhya kwa muda mrefu imehusishwa na kumwenzi ndege huyu kama kitoweo maalum cha sikukuu na hasa kukiwa na wageni. Wengi wanaofika mikahawani hawajui juhudi ambazo wanaopika kuku huweka kuhakikisha mwisho wa maneno kuna kitoweo mezani. Mwezi kama huu huwa matanga ya kuku. Matanga ya kuku. Yaani ukienda mahali mpaka mtu akuchinjie kuku. Tulifika katika kijiji hiki cha Ndengelwa, eneo bunge la Kandui katika kaunti ya Bungoma. Hapa familia ya Mama Rose Kilwake inajiandaa kwa siku hii muhimu. Kwanza, kuku anayefaa kuwa kitoweo anatambuliwa. Ole wake jogoo huyu ndiye atakuwa kitoweo kwa familia hii. Kwanza, punje zinarusha sakafuni karibu na nyumba ili kuwa chambo kwa jogoo atakayekuwa kitoweo. Mpango huo ukafeli na ikabidi vijana wamkimbize kuku huyu. Jikoni mama huyo alikuwa tayari na maji moto ya kumtumbukiza kuku huyo baada ya kuchinjwa. Lakini maji yalipokuwa yakichemka, kuku huyo alifunikwa katika chombo hiki kwa jina endubi akisubiri kuchinjwa. Baada ya kuchinjwa, kuku huyo sasa anaandaliwa tayari kwa kitoweo cha chakula cha mchana. Kwa jamii ya Waluhya, wanaume hasa baba mwenye nyumba ndiye mlaji wa firigisi. Tuna vitu zingine kwa kuku wanawake watakiwi kukula. Hiyo gizzard, mzee kama hayuko, ako mbali au kama amefariki, sasa mtoto wako wa kwanza au mgeni yoyote mwenye ako na umri wenye amekoma. Hakuna sehemu ya kuku ambayo hutupwa. Kwa familia ya Rose Kilwake, sikukuu hii watakiteremsha kitoweo cha kuku na ugali. Diana Rose, QTV. Naam, baada ya kupata kitoweo kwenda kanisani na kufanya ibada, sasa zimesalia zawadi, na huku shamra za Krismasi zikifikia kilele chake hii leo, viongozi na makundi mbalimbali walijiunga na wasiojiweza katika jamii maeneo tofauti nchini kama njia ya kusambaza upendo na heri njema ya Krismasi. Tunatangulia mjini Eldoret ambapo viongozi wa Kiislamu walijiunga na zaidi ya familia 100 zinazoishi mitaani kwa kuwapa chakula cha mchana. Wakiongozwa na mwenyekiti wa maimamu Bonde la Ufa, viongozi hao walidokeza kuwa zawadi hii, kando na kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii, ililenga kuhubiri amani na uwiano miongoni mwa Wakenya kutoka dini tofauti nchini. Nzuri ambayo watoto hawa ama wazazi hawa
ama watoto wa mitaani watakaa. Sababu watoto wa mitaani wakikuwa wakubwa watakuwa wahalifu ambaye apendeshi taifa letu, wataingia kwa uhalifu ambaye hatutaki sisi, uhalifu mbaya ambaye itakuwa utahujumu amani ya taifa letu. Inafanya sherehe hii mara 3, Idi mbili za Waislamu na sherehe ya Christmas. Maana ni nini? Maana ni kuunganisha watu wote wawe wamoja. Jamii ambao ni watoto wa mitaani ni watoto wetu, ni ndugu zetu. Hawa ni watoto ambao ingelitekana serikali iwe na jukumu ya kuwaangalia namna gani watawaelimisha watoto hawa. Aidha, wamehimiza serikali kuwakabidhi waliohitimu vitambulisho ili waweze kujifunza aina mbalimbali ya ufundi ili kujikimu maishani. Kwingineko katika mji jirani wa Nakuru, wazee wa jamii ya Gikuyu walitembelea makao ya watoto ya Holy Family na kutoa mchango wa bidhaa mseto. Huku wito wa wazee hao Krismasi hii ilikuwa kwa jamii kufuatilia kwa ukaribu mienendo ya vijana ili wasitokomee katika tamaduni za kizungu zinazodaiwa kuwapotosha. Ndio imefanya watu wanakuwa ignorant of their culture. Kwa hivyo ningelitaka kusema ya kwamba mila na desturi ni kitu ya muhimu kwa Mwafrika. Na kama vile kuna msemo ya kusema mwasha mila ni mtumwa. Kuacha mila ndio kunasababisha kuwe na shida kama hizi za kuwa watoto wamekuwa abandoned na wazazi wao. Na katika kaunti ya Pokot Magharibi, gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin alijiunga na wagonjwa katika hospitali ya Kapenguria alipowakabidhi vyakula na bidhaa zingine mseto. Aidha, alisisitiza umuhimu wa viongozi kuasi uhasama na kuungana pamoja ili kutoa uongozi bora kwa wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi. Viongozi wale wanabeba kifua na kudharau wengine. Lakini sisi tumesema tutaendelea mbele kudumisha amani, kudumisha maendeleo ya katika kaunti katika nyanja zote. Kama ni hospitali kama hii, kama ni barabara na nyanja zingine. Eunice Omolo, QTV. Wakati huo zaidi ya wafungwa 700 katika gereza la Athi River walisherehekea Krismasi kwa njia ya kipekee. Wasimamizi wa gereza hilo waliwaandalia kiamsha kinywa cha maandazi na mkate. Isitoshe, baadhi yao walipewa wajibu wa kumchinja fahali ambaye atakuwa kitoweo cha siku ya leo. Maziwa ikiambatana na vitafunio nadra kama maandazi na mikate ndiyo baadhi ya vitamu ambavyo wafungwa katika gereza hili la wanaume la Athi River walikula kama kiamsha kinywa. Lakini mimi nataka nionekane kwa kamera. Sio jambo la kawaida kwa wafungwa kupata chakula kama hicho gerezani. Isitoshe, walipata fursa ya kunywa soda, kinywaji ambacho wengi wamekitamani kwa muda, lakini leo ndicho walitumia kukata kiu. Wasimamizi wa gereza hili la Athi River waliamua kuwanunulia wafungwa hawa mapochopocho hayo. Isitoshe, walipewa fahali waliyemchinja ambaye nyama yake alitumika kama kitoweo katika sherehe za sikukuu hii maalum. Siku ya leo tuna furaha kabisa, ni kwa sababu kando na ile chakula ambao tunakula mahali hapa, sasa siku ya leo hiyo tumeiweka kando. Sasa ni kwa sababu Mungu ametujalia tumeletewa kutoka nje ile ambao huwa tunatamani tukiwa mahali hapa. Tenda baba watu waone, tenda baba tenda majabu. Nyimbo hizi ziliashiria furaha yao isiyo na kifani, kwani kawaida wafungwa hawa hunywa uji. Kwa mujibu wa msimamizi wa gereza hili Bison Madegwa, maafisa wa gereza walionelea ni heri kujinyima katika msimu huu na kuwapa wafungwa hawa fursa ya kusherehekea. Staff walikaa chini wakaonelea ya kwamba ili tuwe kwa hakika tunawafanya hivyo, waka contribute kitu kidogo ambacho walikuwa wanacho familia zao za kucelebrate kwa Christmas, ili waweze kupatia wafungwa nao wafeel ya kwamba wako sawa, wako pamoja na wao wakati ya Christmas. Gereza hili la wanaume la Athi River lina wafungwa 700. Dana Rose, QTV. Na mtazamaji, kama unavyofahamu, leo ni siku ya Krismasi, siku ya sherehe, na kila mmoja wetu alikuwa anasherehekea kwa njia moja au nyingine kote humu nchini. Na je, wafanya biashara ili kuwaje katika siku yao? Leila Mohamed na mengi zaidi.
kama hii ingeshuhudia Wakenya katika maeneo tofauti humu nchini wakiwa mbioni katika pilka za kila mmoja kijitafutia mkate wa kila siku. Lakini siku hii, Ijumaa hii, ni njema na ni siku kuu ambapo kila mmoja kasusia maeneo tofauti hapa katikati mwa jiji, kila mmoja akiwa nyumbani katika pilka za aina nyingine za sherehe. Baadhi ya Wakenya walijumuika na familia zao katika mikahawa hapa jijini kula pamoja chakula cha mchana cha sikukuu ya Krismasi. Kwa wengi wa wahudumu wa usafiri, siku hii huenda ikajivuta wakitarajia kupata kujisitiri baadaye. Katika barabara zingine, pilka za kila siku ziliendelea. Kwa wengi humu nchini na kote duniani, msimu huu huwa nafasi ya wengi kuchukua fursa hii kuketi nyumbani kuweza kujumuika na wapendo wao ili kusherehekea sikukuu hii. Lakini siku hii kwa wengi wao wanatafuta ile shilingi angalau jioni waweze kupata mkate wao wa kila siku. Leila Mohamed, QTV, Nairobi. Na kwingineko barani Afrika, nchini Nigeria, watu kadhaa wameuawa baada ya bohari la gesi kulipuka jimboni Anambra. Kwa upande mwingine, uchaguzi uliopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii katika Jamhuri ya Afrika ya Kati umeahirishwa kwa siku 3. Wakati huo mazungumzo ya amani ya Burundi yanatazamiwa kuanza tena Jumapili hii baada ya swala la kupelekea vikosi vya kulinda amani kuzua utata. Mengi zaidi katika mseto ufuatao. Huku Burundi inapozidi kugonga vichwa vya habari kutokana na mzozo wa kisiasa, Umoja wa Afrika umeandaa mazungumzo mapya ya kutafuta suluhu. Hii ni baada ya Burundi kukataa kukipokea kikosi maalum cha kulinda amani cha Mashariki mwa Afrika kutuliza hali. Katika ujumbe wake kwa viongozi wa taifa hilo, mwenyekiti wa AU Nkosazana Dlamini Zuma ameitaka serikali ya Burundi kutoa ridhaa ya wanajeshi hao wa kulinda amani. Juhudi hizi zinajiri huku wapinzani wa Pierre Nkurunziza wakitangaza kuundwa kwa jeshi la kumng'oa Nkurunziza madarakani. Katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, uchaguzi mkuu umeahirishwa ili kuwezesha kufanywa kwa mipango inayofaa. Waziri mkuu wa serikali ya muda ya taifa hilo, Mahamat Kamun, amesema kwa uchaguzi huo umeahirishwa kwa siku 3 ili kuwezesha uhamasisho wa wapiga kura kabla ya zoezi hilo kufanywa. Wakati wa kura ya maamuzi tuligundua kuwa wapiga kura wengi hawakufahamu jinsi ya kupiga kura. Ndiposa kura nyingi zikaharibika. Tunahitaji muda zaidi. Uchaguzi mkuu ulipangwa kufanywa tarehe 27 mwezi Disemba, lakini sasa utafanyika tarehe 30. Tukielekea magharibi mwa Afrika, nchini Nigeria, watu kadhaa wamefariki baada ya mlipuko kutokea katika bohari la gesi mjini Nnewi, jimbo la Anambra. Kwa mujibu wa wale walioshuhudia, wengi wa wasiriwa ni wafanyikazi wa kampuni ya kutengeneza gesi ya butane inayomiliki bohari hilo. Miili ya wafanyikazi hao iliteketea hadi kuwa majivu. Kule Sudan Kusini, wawakilishi wa viongozi wa taifa hilo wamekutana jijini Nairobi ambapo wametia saini mkataba wa kushiriki katika mazungumzo ya kuleta amani nchini humo. Itakumbukwa kuwa mkataba wa amani ulitiwa saini mwezi Agosti mwaka huu, ila mashambulio yamekuwa yakiendelea. Makubaliano hayo yaliafikiwa kama njia ya kuanzisha upya mazungumzo ya kukomesha mapigano kati ya serikali ya Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar, ambayo yamesababisha vifo vya raia wengi na mamia ya maelfu ya wengine kutafuta hifadhi katika nchi jirani za Kenya na Uganda. Alex Kiarie, QTV. Na mtazamaji, ni hayo tu kutoka nje ya nchi katika mataifa mengine barani humu Afrika katika siku hii ya Krismasi. Tupate basi kitambulisho na tupumue kidogo kabla kurejea na taarifa za spoti.